unitishi na kijora chako. Ukiongeza neno moja, nitakufanya kitu kibaya. Msalaba, msalaba wangu unavuja damu. 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 Maneno yao misuma linavyochoma, misoful khalina sonona, yao asidika linavyobabua, yani wako tayari atakokuwa. Ae, msalaba, msalaba wangu unavuja damu. 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 Mimi kazi kule nishamaliza. Nishamuua yule mama. Umemuua? Ndiyo, nimemuua. Sawa. Hivi nyinyi uchawi wenu wa mwaka gani? We, mi uchawi wangu mpya kabisa tena wa 2024. Hasa tarehe 2 tu siku ya jana mwezi wa kwanza. Uchawi mpya. Na wewe? 82. Wewe uchawi wako ni muda mrefu lakini hauna uzoefu wowote. Na wewe uchawi wako ni wa mwaka 2024 lakini hauja updateiwa. Boss. Nitake lazi chukua. Wajua mimi sipendagi dharau. Sitaki dharau. Habari zako ninazo. Wewe umeenda unatangaza mtaani kila nyumba kuwa wewe unanichia mimi shilingi 15,000 alafu jioni na kupikia chai na mandazi matatu. Chai na mandazi matatu wewe ushibi. Swala sio kwamba sishibi. Sasa mke wangu, hayo mambo tutakiwa tuzungumzie nyumbani, sio hapa. Hapa unajazia watu mke wangu. Wewe hapa mtaani mimi nadhalilika hapa mtaani mke wangu. Kujizalilisha unajizalilisha wewe. Ae, msalaba, msalaba wangu unavuja damu. 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 Tulimpenda ila Mungu kampenda zaidi. Unamaanisha nini? Mgonjwa wetu ameuawa. Umefuatilia? Na vipi? Umetoa taarifa polisi? Bado. Nahitaji kufanya upelelezi mwenyewe. Nataka kujua ni Mnashindwaje kuona katika ramani zenu kama yule mtu tayari nishamuua na ni adui yenu mkubwa? Mimi sina MB. Hizi GB mimi sina. Kwanza nikupe hongera kwa kazi kubwa uliyofanya. Ila ni kuahidi jambo moja kwamba kwa sasa hivi naingia vitani mimi mwenyewe. Sitomtuma mtu. Naenda kulishughulikia. Na mimi nikwambie sasa kama naye bosi anaingia. Na mambo sasa hivi hatutaki kuchelewesha. Si mnanielewa? Sawa. Tuna kikao kimoja cha mwisho. Panjuani awe amepatikana. Sawa? Sawa. Ila kwa sasa hivi kinachoenda kufanyika iwe usiku iwe mchana, hata mimi mwenyewe navaa njuga naingia vitani. Sasa nataka leo tuende mtaa kwa mtaa, nyumba hadi nyumba, ukaseme hayo wewe, kuwa ukaambie kuwa unaniachia shilingi 2,000 na kupikia wale na kuku alafu huulizi. Sasa mke wangu kweli 15,000 kweli mke wangu. Unajua maisha yamebadilika sasa hivi. Hali ya maisha imekuwa ngumu. 15,000 kweli mandazi matatu kweli na chai mke wangu. Kweli? Kama wewe unataka haya mahusiano yaendelee, twende mimi na wewe nyumba kwa nyumba, ukaambia unaniachia shilingi 2,000 na nakupikia wali kuku huulizi. Twende. Hakikisha unatoa taarifa polisi haraka iwezekanavyo. Maana huwezi jua huyu mtu mbaya ana lengo gani na wewe. Pole sana ndugu yangu. Nimesikitika na huu msiba.
Asante sana. Mimi naweza kwenda. Binadamu noma wanaga huruma, na ukiwafatisha utapaga. Fanya. Amekukosea nini yule mama mpaka umeamua kumnyima haki yake ya kuishi? Una maana gani kuniambia hivyo? Nimekaa kimya, sikumwambia mtu wote hili jambo, kwa sababu nahitaji kumalizana mimi na wewe. Au ulitaka ukute maiti mbili ndani mwako? Una maana gani kusema hivyo? Nilikugongea sana usiku ule, kutaka msaada wako, lakini haukuamka. Sijajua ulipewa kitu gani, na inavyoonyesha wale watu hawakuwa na dhamira na sisi, maana mimi walinisukuma, ndio nilipopata chance ya kutoroka na kunusuru maisha yangu. Kwa nini hujaja kwenye mazishi na uje leo? Nimechoshwa na maswali yako. Niache. Shuu ni binamu yangu, nakupenda sana, ila kwa ulichokifanya nitakula na wewe sahani moja. Mabuti saidia. Mabuti, unapaswa kutoa msaada haraka. Msalaba wangu unavuja damu, msalaba wangu unavuja damu, msalaba wangu unavuja damu, msalaba wangu unavuja damu. Shu, hii ni nyumba yangu mimi. Kama umeamua kunidharau mimi na nyumba yangu ikatae. Amekukosea nini yule mamko wangu? Nilikuuliza anakuathiri chochote? Ulikataa kabisa, ukasema hakuathiri kitu, mpaka umeamua kumfanyia vile. Mke wangu alikupenda sana, ukaamua umfanyie fitna, ukafanya fitna zako zote mpaka akafa kwa pressure. Wakila kepo watu wewe kilo wanapenda kula wengine so much baby. Hey. Hey, dada. Can you ask me to talk about love? Nimepigaje hapo? Sikiza. Unajua, na tangu nilipokuwa natoka kule, nikakuangalia, kusema ukweli mtoto unanukia. Kama sijani si makata. Alafu una mwendo fulani wa kuvutia, twiga si twiga, ng'ombe si ng'ombe, yaani wewe unatembea vizuri. Alafu ukiacha hivyo mtoto umenyiritika. Una hata kipele cha mbu, yaani mbu anakuogopa watu kwa mwili wako, uwanja wako mzuri. Kwa mimi mwenzio imetokea kukupenda from my heart. Nazungumzia moyo hapo ujue. Kwa mimi nimekupenda sana. I love you so much. Na mamkwe naye si mmemfanyia nini naye kafariki? Mnataka nini kwangu? Si mmenifukuza kwenu? Nimeamua kuja kuishi maisha yangu mwenyewe. Nimeamua mnifuate mpaka huku. Mna shida gani na mimi? Kwani nimekosea nini? Alafu mimi nazungumza, wewe unakaa kimya. Ina maana Shu kaamua kunionyesha makucha yake mchana peupe. Hapa kilichobaki ni kwenda kutafuta msaada. Sidikali na babua, yani wako tayari atakuua. Aye msalaba unavuja damu, msalaba unavuja damu, msalaba unavuja damu, msalaba unavuja damu, msalaba
Yaani we kaka, yaani wewe wakuwa na mimi wewe hivyo ulivyo ndara kuvaa hujui kwa hali yako hiyo, si utaniharibia brand yangu mjini hapa. Yaani hata uko mtaani natembeaje na wewe eh? Yaani kwanza hivyo ulivyo kwenye familia yangu mimi uchulo, yaani natembeaje yani na mtu kama wewe uvaa, yaani kuvaa hivyo yani ulivyovaa. Kaka samahani, yaani labda mimi kuwa na wewe labda tuwekeane mkataba. Sawa, mkataba gani unataka wewe? Wewe niambie. Cha kwanza ujue kuvaa, cha pili uache hizo pombe. Sawa? Uwe mwanamume smart. Sawa? Upo. Dada. Nini? Naweza kukusindikiza? Twende. Ai. Kama unalo. Oya, nakuja. Umefuata nini huko? Hebu niachie bwana, mimi naumia. Umefuata nini huko? Haikuhusu kwanza, hii haikuhusu, niachie shogangu wewe. Nyinyi na kila nani? Na mmefuata nini kwenye maa yangu? Kumbe hapa ndio kwenu. Karibu, hapa ndio nyumbani. Okay, thank you. Excellent. Hapa ndio nyumbani kwenu hapa ndio kwetu. Hapa si kwa kina Wiz Natali hapa. Mimi hapa shogangu. Mimi Dembo Stamelu, mzee wa Kuyeyu. Sijui huyu. Wewe tutazungumza. Joeni hapa. Simameni hapa. Kwani huku mimi niko wapi? Huyo Wiz unimuongelea. Mimi ni dada yake. Hapa sisi ndo kwetu. Tuko hawa wawili. Mimi na yeye. Kwa hapa sisi ndo kwetu. Tuko hawa wawili, mimi na yeye. Kumbe wewe ndo Lili. Huyu Wiz naye sijui ukoje. Basi poa, mimi nishakusindikiza wewe. Wewe. Upo kwenye maya yangu na maelekezo yote utapokea kutoka kwangu. Na wewe nielekeze nini kilichokuleta?
Nimefuata msaada. Msaada? Msaada gani kutoka kwetu? Naamini wewe ndio unajua maana halisi ya msaada. Ndio. Ila wewe msalaba wako unavuja damu. Na ndio maana nimekuja kuomba msaada kwako. Basi tutaongea vizuri zaidi. Msalaba, msalaba wangu unavuja damu. 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 Nipeleke pucha. Subiri. Taratibu. Pita huu. Usiwe wewe ukipita huko ukipeleka kwenye mijumba watu utajua mwenyewe. Wewe mwambie pita huku. Bisha. Lete. Oya taratibu. Wewe vipi mwanangu hizi wewe? Tungi babu. Sikize kwambie. Mimi shachoka. Tunaelewa. Kwa hiyo kama mimi nishachoka hapo, mimi naona hii shughuli ya kuendesha pikipiki ngumu. Wewe kwa leo hujachoka? Nishachoka. Ushachoka eh? Tufanye nini? Hiyo ndio swali la kuniuliza. Cha kufanya hapa kitu kimoja bwana hizi. Hii pikipiki inabidi tuiache, itatufuata yenyewe nyumbani kwetu. Toroka. Haina faida. Sikiza. Sikiza bwana. Wewe mwenyewe ukiendesha si unaona watu wote watushangaa juu ya dada amepita ameshangaa. Na kweli. Umeona? Kwa nini unafanya? Mimi nitakukushauri ndugu yangu hapo. Bora tu tuachane nalo. Tuliache alafu litatupata yenyewe tu nyumbani. Usichombe cha moto hicho. Au semaje mwanangu? Tuache. Au sio? Tutoke. Twende achana. Itakuja. Sikiza wizi. Wewe hapa za kuvaa unatakiwa uliwashe. Wewe unafikiri itatufuataje kama hujaliwashe wewe? Vipi wewe? Iko chombo cha moto. Wewe unafikiri sisi kitatupataje? Kato. Sasa exit. Safi kabisa. Tunuki. Exit. Safi kabisa. Msalaba unavuja damu. Msalaba unavuja damu. Msalaba unavuja damu. Msalaba unavuja damu. Toka babu. Wewe nini bwana? Jonje. Kobo. Mwanangu hizi nata. Ngoja. Usicheke. Pikipiki yangu lipo wapi? Mbona umekuja umenibadilishia sura? Wewe umekuja kama vile komando sio komando. Wewe unakuja unanizamia habari ya pikipiki. Mimi najua wapi sasa. Jana tulikopo wote. Pikipiki yangu ipo wapi mwanangu? Hebu sikize bwana. Kolobo. Kwa wewe una akili timamu nini? Mimi unaniuliza habari ya pikipiki hata kuendesha mimi mwenyewe sijui. Wewe unaniambia mimi habari ya pikipiki. Wewe una kichaa uje ule wewe. Sema mzee sisi tulikopo wote afikia baba babu tumelewa tumetoka pale. Sasa ndio tumelewa wewe za kuuliza habari ya pikipiki wewe. Akili una ukweli. Ngoja hapa tulivyo tumelekea wapi kwani mpaka bibi yangu silioni. Wewe usije ukaanza hapa kulia.
Mambo yamestaki kuomboleza misiba. Mimi na wewe jana tulipita njia hizi mbili. Ndio ninachokumbuka. Tulipita ile kona unatokea kwa Salama Mbiku, afu tukakunja hii nyingine unatokea kwa Mzee Omari Ali Kibwana. Mimi ndio nakumbuka hapo. Mwisho wa siku sikumbuki. Sasa mke wangu, umeniambia siwezi kuingia ndani mpaka nifue nguo zako zote, na mimi nimefua nguo zako zote, nimefua madela yako yote haya hapo mpaka nguo zako za ndani. Naomba basi uniruhusu niingie ndani mke wangu. Wewe si jeuri, nitakufundisha mwaka huu. Sasa mke wangu, hebu naomba nisamehe basi, kama kuna kosa nimekukosea naomba unisamehe. Tuyaache au tuingie ndani tuangalie mambo mengine. Yaani kama kodi nalipa mimi 20,000 kwa mwezi, afu bado uniletee jeuri. Ha. Umndani uingie ba. Kwa wangu bibi. Aha. Nimekumbuka. With Nathan. Usipige na machokolona. Sikilize nikwambie wewe. Nimekumbuka. Jana tulikuwa tunatoka kwa kilabuni kwa kina Abu Kiuze. Nazungumzia hapo. Tulipokuwa tunatoka kule tukaona ile pikipiki nzito. Umeona? Mimi nikakushauri, nikakwambia kwa kuwa ile pikipiki nzito, tuiache itatupata ile nyumbani. Mwanangu una akili wewe, pikipiki nzito tukatufuata, then tuiache afu itufuate. Sasa chombo cha moto. Sasa tembea chenyewe kile babu. Tumeacha wapi basi mwanangu? Usilaumu sawa, unalaumu. Kwa nini nikukushauri mbona ulikubali? Tungi mwanangu. Wewe pumba kabisa mwanangu yani. Unanichoma mwanangu. Hizo liga bwana. Kwa mimi hapa akili sina. Shanti ya deni, una akili bwana, acha mimi. Wewe akili una nini wewe? Sasa mke wangu, mpaka tumefikia huko. Yaani unataka mpaka kila mtu ajue kwamba wewe ndo unalipa kodi mke wangu. Wewe ni kama unanidhalilisha jamani. Unanitia aibu mumeo jamani, unanifedhesha. Yaani mpaka kila mtu ajue kwamba wewe ndo unalipa kodi mke wangu. Alafu ujue mimi nakupenda sana ila basi tu. Mimi ndo asali wa moyo wako mpenzi wangu. Mimi ndo iliki ya mpenzi kwako mpenzi wangu. Mambo niruhusu nanukia ndani. Nusu niingie basi. Hapo mume wangu ujue wewe nakupendaga, sema basi mambo yako tu ndio yanikera. Mume wangu bwana. Pole sana mtoto wa bosi. Najua bosi amekufa, ila sisi tuko pamoja na wewe. Ila tumemtuma Dembo akatuletee Panjuani. Toa wasiwasi. Hiyo hazina nilikabidhiwa na babu yangu. Wamenitafuta kwa muda mrefu sana ili niwakabidhi hiyo hazina. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza naye hapa, wameshaniondolea watu wangu wawili tena wa karibu sana, mke wangu na mama mkwe. Nandehe. Bosi umepoa bosi. Una baya tajiri. Nakukubali. Unajua yani kwenye simu kwanza sijakuelewa. Yaani unasema pikipiki yangu imepotea ilhali nakuja hapa nakukuta mzima. Hujaumia popote. Sio yani unaniambia vitu ambavyo sasa bosi. Bosi bwana, si kama nilivyoongea tu kwenye simu. Unajua Mungu mimi kanijalia sana. Swala la pesa sio shida kwangu.
Yaani kupotea kwa pikipiki ni sawa na kupoteza tu kiatu. Msaada wetu utaupata. Nashukuru sana. Na tulikusubiria kwa kitambo sana. Nandera nandehe. Nimehisi kitu. Kitu gani? Dembo amemkamata. Ila kwenye hili njia pekee ya mimi kukusamehe wewe, unajua kabisa mimi na dada yako hatuna maelewano tangu ndoa imeharibika. Kila nikimuelewesha hanielewi kurudi kwangu. Nahitaji wewe hapa uwe njia ya kumrudisha dada yako kwangu. Tumia kila aina ya njia, tumia maneno yako ya aina yoyote, dada yako arudi kwangu. Bosi, hilo limeisha. Sasa hapo tutaelewana. Sio swala kuuza, wewe anarudi. Unavyokuona uchebe hapa kawaliana na achaje kurudi. Ila tofauti na hapo nitakufunga. Na huku ulaiani unapopaona sasa utakubaki kupasikia tu. Bosi, sasa mama, si dada tu arudi. Ndio. Maswala ya jela nini? Msalaba wangu unavuja damu, msalaba wangu unavuja damu, msalaba wangu unavuja damu, msalaba wangu unavuja damu. Nikusikilize nini? Ndogo wako na msala, mimi na Mabuti tumelewa, tumepoteza pikipiki la watu. Hapa wote nimeambiwa tena ile pikipiki nisiporudisha naenda jela. Kwa mimi nifanyeje? Sasa nataka wewe unisaidie urudiane na mmeo. Ndogo wako nisalimike. Nataka kuomba unisaidie dada yangu. Mimi siwezi kurudiana na yule mtu. Shida nini sasa dada yangu? Umeenda katurudiane naye yule. Mimi na Mabuti tumepoteza pikipiki la watu, ndio nataka unisaidie. Tumelewa bwi. Mimi nakuomba turudiane naye, tumenisameke mdogo wangu. Unajua kuna kitu kinaitwa jela dada. Cheki nilipokonda. Kambwa mlevi hivi mimi ndio kabisa vitini ndio kuangalia kwanza fikiri kwanza ugali wa kule. Maharage yenyewe pia pale kila kitu kuopa. Nandehe. Ya balqudi nandu hatusha. Nandehe. Kama nilivyokuahidi, ikifika ile siku ya kuletea hazina, nitakukabidhi hazina. Naomba tuwashukuru mizimu pamoja na wazee ambao walitukabidhi hazina, na hazina yenyewe ndio hii hapa. Hakika wewe ni mtu sahihi kabisa. Ilikuwa ni lazima wale watu wabaya wakufuatilie, wakusumbue, ila sasa uko sehemu salama. Nashukuru kwa kuipokea hiyo hazina. Naomba muitunze kama nilivyoitunza mimi. Yaani ni bora ukaenda ukajifunza. Nisikilize. Mimi kurudiana na yule mtu wako siwezi. Ukitaka nirudiane naye, nimkubalie, ila utaenda kulala naye wewe. Sasa dada yangu wewe ndio mmeo dada yangu dada naye naomba nisaidie dada yangu. Wizi mdogo wangu. Hivi umesahau matatizo yanayopitia kwa yule mwanaume? Alinitesa mimi. Nilijiona sina thamani kwenye ulimwengu. Nimenyanyasika mimi. Ndio maana nimerudi hapa nyumbani. Bado nataka mimi nirudi kule ili kujiokoa wewe na makesi yako ya pikipiki. Kweli? Mimi nirudi kwenye yale maumivu? Nisikilize. Tafuta jinsi ya kujinasua kwenye huu mtego ulioingia. Mimi siwezi kurudi kule, sawa Na nisaidie basi. Nandehe.
Kwa hakika wewe ni mtu sahihi na hazina imefika sehemu sahihi. Sasa nakusikiliza, tunafanyaje? Mpango unaofuata sasa ni wewe kujisalimisha mbele yao. Na vipi kuhusu usalama wao? Kuhusiana na usalama wako wala usijali. Huo ni mpango na ni kwa ajili ya kulipiza kisasi cha maasi yote, maovu yote na maumivu yote walokupatia, na walipe kuhusiana na kifo cha mkeo na mama mkwe wako. Adhabu zako zile unakaribia kumaliza. Ndio. Lakini bado adhabu hizi 2. Cha kwanza itabidi unilipie kile kikoba cha kwa mashule 75,000. Ndio. Baada ya hapo itabidi unilipie ile 200,000 nilokopa benki. Maana benki nao hana hata huruma. Watakuja wanifilisi vijana vyangu bure, nikakosa tangu ya kuvaa nikaadhirika mjini hapa. Hilo limeisha. Au kuna kingine tena? Ni hivyo tu. Lili, nitumie njia gani ili unielewe mpenzi wangu? Unajua kabisa mimi si chochote bila wewe. Please nakuomba, rudi nyumbani. Nyumba imepooza. Yaani naishi kama vile sio mwanaume. Nakuomba. Na nikuahidi jambo, nyumbani nimekuandalia zawadi nyingi sana. Zawadi hiyo wale magumi na makofi au? Alafu Lili, nadhani unaelewa. Mapenzi yako ni kama asali. Yaani ni matamu mno. Kwa hiyo, yaani kuanzia leo nahitaji uniambie unataka kitu gani mimi nikufanyie. Dunia ielewe kwamba jinsi gani mimi ninavyokupenda wewe. Hapo kwenye kufanya jambo gani baba? Ninachokitaka kutoka kwako, achana na maisha yangu. Yaani kifupi usinifuatilie. No. Sitaki. Nisikilize. Na kuahidi kubadilika. Nielewe kwa hilo. Muongo huyo, muongo huyo. Muongo huyo. Babu Juma ina mafikiri mali yako inaliwa. Babu Juma ina mafikiri. Bro. Wacha chingwe. Hebu tuache kwanza, tuna maongezi basi. Unajua mume wangu wewe, umefanya makosa makubwa sana. Hizo ndo adhabu unazostahili. Siwezi kukupa adhabu ndogo ndogo. Aise, kama unanikomoa. Hamna, sikukomoa. Size yako. Sio. Yaani ukishamaliza hapo, hayo mahaba nitakayokupa wewe hajawahi kuonekana Tanzania hii. Labda India. Ndio fanishi. Babu Juma, wacha wiki. Tuendelee na maongezi yetu. Unajua yako inajua. Bro, mwacha fungwe, akibidi ya nyongwe, mwacha fungwe. Nani mrevi? Tunaweza kwenda kuongelea pembeni. Achana na kueleza Lili. Wewe unasemaje wewe? Bro, mbona unapenda kuingilia maongezi ya watu? Wewe ifanizi watu wote hatuna akili, si ndio? Yaani unasimama na mtu hapa mbele za watu kweupe kabisa, takuja tukupiga wewe ndo kaseme kwa wajumbe, sio kiti huko, utaliwa wewe. Hivi unanijua mimi nani? Nikujua wewe nani manake nini? Nisikize bwana. Inabidi nikwambie kwanza, mimi ni mume wa huyu. Mimi ni usu. Kumbe mambo yenyewe yamepita huko zamani huko. Wewe unaanza kutuambia mambo ya sasa hivi. Ila tuachane naye. Lili mpenzi, unasikia? Labda nikwambie kitu ambacho unaweza ukanielewa zaidi. Wewe sikilizo. Usione mimi sina akili ujue. Kwanza umesimama amekwambia nani ujiamini kiasi hicho kusimama na wake za watu hapa?
ukigusa moto utakuunguza. Sija hapa kuchekesha, ninachomhitaji ni ndugu yangu. Ndugu yako alikeuka maneno kama ninakwambia wewe. Sasa hivi yupo huko anaungua. Anachokiongea unakielewa ama ndo ulevi? Ndio nakielewa. Afu wewe usichukulie mlevi, nitakuja nikupiga hapo watu wote washangae. Mwambie elewe. Wewe unanionaje kwa? Unanionaje? Hebu mthibitishie kwanza mpenzi wangu. Kitendawili, kitenda mimba kwa moyo wangu. Mthibitishie huyu kenge maji mimi mumeo. You call me to boost. You call me my boot? Tanida. Kuna vitu unajua vinanichanganya akili. Kula chuma, ondoka hapa. Unaelewa? Yaani kabisa unachana na mimi dokta, unaenda kujihusisha mahusiano na wale? Haujui anachana. Bado unasema hapo. Bravo. Ulo nae. Umziwi. Ulo nae. Umziwi. Utu mwenyewe umekondeana kama fagio wa chooni. Ng'ang'ania wake za watu, mtoto amependeza, amenyiritika. Kolobo. Mabuti. Nilikwambiaje kusikulewa? Mekanyaga tena. Tena usichokijua, mimi ni mchawi wa wachawi. Wako na makuru na mavena. Unitishi na kijora chako. Ukiongeza neno moja, nitakufanya kitu kibaya. Msalaba